Naitwa Hekima Mwasipu, ni wakili wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, kwa maana ya bodi ya wadhamini ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Shauri leo kesi ilikuwa inakuja kwa ajili ya kusikilizwa kwa maombi ambayo yako mbele ya Jaji Mwanga, na kwa bahati mbaya jaji leo hayupo. Tumetaarifiwa na msajili kwamba jaji hayupo, yuko Mtwara na endelea na session zingine, na kesi imepangwa tarehe 10 kwa ajili ya kuendelea na kusikilizwa hiyo kesi. So far tunaomba wanachama wetu tarehe 10 tuweze kujaa mahakamani kwa ajili ya kuendelea kusikiliza kesi hiyo. Hayo ndio yaliyojiri leo katika mahakama mbele ya msajili tarehe 10 mwezi wa 7. Kwanza nieleze masikitiko yangu makubwa juu ya Jaji Mwanga kutokuwepo mahakamani siku ya leo. Mtakumbuka kwamba tarehe ya leo aliipanga yeye mwenyewe Jaji Mwanga, kwa alikuwa anafahamu kuhusu ratiba na aliipanga kwa muda mrefu, na alipanga kwa shauri ambalo tarehe 10 mwezi Juni lilipokuja kusikilizwa, lilisikilizwa kwa uharaka, na jaji alionyesha dhamira ya kutaka kulisikiliza shauri kwa haraka tarehe 24 leo. Kitendo cha jaji kutokuwepo mimi na kitafsiri kama ni muendelezo wa jaji kutokutenda haki. Ningependa kuwataarifu tu wanachama kwamba tayari tulikushaandikia barua mahakama kuitaarifu kutokuridhishwa kwetu na mwenendo wa Jaji Mwanga katika kesi hii, na tumependekeza kwamba jaji ajiondoe kwenye kesi hii. Tulitarajia kwamba leo pamoja na mambo mengine swala hilo la jaji kujiondoa lingesikilizwa, lakini jaji hakuwepo leo na imeelezwa kwamba atakuwepo tarehe 10 mwezi Julai. Kwa hiyo yaliyofanyika leo itakuwa ni nyongeza tu. Tutachukua hatua za ziada hapo katikati kuongezea uzito zaidi wa kisheria wa kutaka jaji ajiondoe. Kwa hilo la kwanza ambalo nitaka nilisemee. La pili, ningependa kuwataarifu vile vile wanachama na viongozi kwamba tumewasilisha vile vile maombi mahakamani ya kutaka swala la kuzuiwa chama kufanya shughuli za kisiasa lipitiwe upya na mahakama. Kwa hiyo tunatarajia kwamba na hili lilikuwa lifanyike leo, kwa sababu maombi hayo tumeyawasilisha kwa hati ya dharura. Tulitarajia kwamba leo kusingeendelea kwanza kusikilizwa lile shauri la msingi, kungeanza kwanza kusikilizwa maombi yetu ya kutaka uamuzi ule wa awali wa jaji uweze kuondolewa. Kwa tunaamini kwamba tarehe 10 mwezi Julai shauri hili litakapokuja tena, kabla ya kuanza kushughulika na mambo mengine yote, tutaanza kushughulika kwanza na mambo mawili. Moja, swala la jaji kujiondoa, lakini pili, maombi tuliyowasilisha ya kutaka zuio hilo liweze kuondolewa ili yale makatazo yote yaliyotolewa kwenye uamuzi wa jaji wa tarehe 10 mwezi Juni yaweze kuondolewa. Niseme kwa ufupi tu kidogo kuhusiana na hayo makatazo ambapo makamu mwenyekiti wa chama atazungumza zaidi. Tarehe 10 mwezi Juni jaji alitoa amri mbili. Amri ya kwanza ilimhusu katibu mkuu wa chama na bodi ya wadhamini kuzuiwa kuitisha shughuli za kisiasa au kushiriki shughuli za kisiasa. Nataka kuwafafanulia tu wanachama wa Chadema kwamba amri hiyo ilihusu bodi ya wadhamini na katibu mkuu wa chama, haihusu wanachama na viongozi wengine kuendelea na shughuli za kisiasa za chama bila kutumia rasilimali za chama.
amri ambayo inahusu bodi ya wadhamini, katibu mkuu, wanachama na viongozi wote. Ni amri ya pili ya jaji juu ya matumizi ya rasilimali za chama. Amri hii, uamuzi wa jaji uliweka bayana kwamba zuio linamhusu katibu mkuu, inahusu bodi ya wadhamini, inahusu watumishi wa chama, inahusu mawakala na mtu mwingine yoyote ambaye anaweza kufanya kazi kwa niaba ya bodi ya wadhamini na katibu mkuu au kwa jina la bodi ya wadhamini na jaji mkuu. Kwa nitaka nitumie fursa hii tu kuweza kuclarify hilo vile vile. Ninawaomba wanachama muwe wavumilivu katika kipindi hiki. Tunajua kwamba tunapita katika kipindi ambacho watawala wameamua kutumia mbinu haramu kudhibiti vuguvugu halali la wananchi la no reforms no election. Ninachowasihi tu ni kwamba pamoja na uvumilivu tulionao, tusirudi nyuma na msirudi nyuma kwenye mapambano yaliyoko mbele yetu ya no reform no election. Asanteni sana.